onyesho lililopita katika Panguso. Mimi si mzaliwa wala mkazi tena wa Yakuza. Wakati tunafanya haya yote, ni lazima tumshirikishe mwanasheria kwamba huo ndio urithi wake. Mlinzi, security! Sasa tutafute namna tukae na wazee watueleze kila kitu. Kesho kama yule Kolo atatoka, usiache kuja kunipigisha yowe lisilo na sababu. Ni kweli wewe pamoja na shangazi na Profesa Lutazingwa mlishirikiana kumuua Engineer Songolo Mteute ili mlithi mali? Hii swala ni geni sana. Hadithi hii umeipata wapi, Evans? Ni nani hasa? Tumekuja na Panguso baba, tumekuja na Panguso. Tumekuja na Panguso baba, tumekuja na Panguso. Tumekuja kupangusa maadui wa taifa. Tunapangusa ujinga, tunapangusa maradhi. Mama Panguso, haya twende Panguso. Mama Panguso, mai. Baba mweba mwana wao. Baba mweba mwana wao. Ai mai. Evans mwanangu, baba yako huyu wala sio muuaji. Haya mambo yote uliyosikia ni maneno ya uzushi tu. Lakini baba yako sio muuaji. Na kuhusika kabisa na hicho kifo cha huyo engineer. Hivi, si unaona kabisa kama yule mke wa engineer anatufahamu vizuri sisi. Na unajua kabisa kama Mama Jimmy mimi ni rafiki yangu. Kama babako angemuua mumewe, angekuwa anakuja hapa. Na angekuwa anakuja na kunyamaza kimya bila kusema kitu. Babako sio muuaji. Na Mama Evans, mimi nafikiri kesho tumuite Mama Jimmy hapa. Yeah. Muite Mama Jimmy na Comrade Kuka ili waje wamthibitishie kwamba kifo cha Engineer Songolo Mteute kilikuwaje. Ili uondoke na wasiwasi mwanangu. Evans, kama anavyoongea babako, hao watakaoitwa ndio watakao kuthibitishia wewe kama nani alihusika na mauaji ya engineer. Lakini babako sio muuaji. Hapo unasemaje mwanangu? Sawa? Mama, kwa jinsi nilivyoambiwa mimi, wauaji ni 3. Wewe ulijua na ukakaa kimya. Kama mnataka hivyo, kesho tuitishe mkutano hapa, kikao. Hapo baba, mama, mimi, Jennifer, Uncle Kuka mke wake, pia tumwitane na Jimmy hapa. Aje athibitishe kila kitu, aongelee, azungumzie juu ya kifo cha baba yake kiundani zaidi. Kitu gani kimetokea, kitu gani kinaendelea na kitu gani kimefanyika. Bila hivyo mimi siwezi kufanya chochote babangu. Siwezi kumvisha pete Jennifer, siwezi kufanya chochote na pia hautoweza kunifanya chochote kama usikilize. Evans, Jimmy sawa. Nakwambia niambie. Umetoka wapi? Sema, umetoka wapi nakwambia? Utaniua. Na ulikuwa na nani niambia? Sema ulikuwa wapi? Nilikuwa kwa kidogo. Hai. Chuzi nimekufumania na ngoda. Leo umekwenda kulala na nikufanya mapenzi la Nisamehe. Mai. Sitaki. Heruka. Toka. Kuanzia leo nasema toka kwangu. Toka. Nisamehe. Toka kwangu. Nisamehe. Nasemaje? Juzi nilipogombana na wewe, ulinitia masela wakanibaba sana. Sawa, lakini nikakusamehe man. Toka kwangu. Utani mwanangu kama ondoka. Toka kwangu. Wewe nenda tu. Wewe nenda tu. Usijifanye demo masela. Fresh yani. Au sababu sio kama kila kitu vile namna gani mimi sio nataka kunifanya bora. Wewe poa. Poa.
Wanaenda kwa Majita. Nikela ma. Nisije kufanya vibaya Mai. Fanya nini? Kaa kimya. Nitakuua. Pumbavu mmoja wewe. Dr. Senjele, miaka 15 iliyopita ulikuwa daktari binafsi wa Injinia Songolo Mtaite. Mtu huyu alikupenda sana. Alikupa nyumba ya kuishi, akakupa na gari zuri ili tu afya yake itakapotetereka na wewe umsaidie kuokoa maisha yake. Kakarachi. Lakini haikuwa hivyo. Haikuwa hivyo Dr. Senjele. Wewe ukabebwa na tamaa. Kuna kitu nataka unieleze kwa ufasaha zaidi. Hivi ilikuwaje Injinia Songolo Mtaite, mtu aliyefadhili maisha yako na familia yako na mke wako huyu hapa? Kuna kitu nataka unijibu Dr. Senjele. Hivi ilikuwaje Injinia Songolo Mtaite alipopewa chakula chenye sumu na wewe kama daktari ukapima, lakini ukaenda kupotosha yale majibu? Hivi ukujisikia vibaya? Hukukumbuka ile misaada aliyokusaidia wewe na familia yako? Hukuona ule utu wema aliyokuwa akikutendea kwenye maisha yako? Ilikuwaje ukadanganya kwamba Injinia Songolo Mtaite hakula chakula chenye sumu, badala yake alikufa kifo cha kawaida tu? Mbona sikuelewi? Sikuelewi unaongea nini? Niache nitakwambia ukweli. Niache nitakwambia ukweli. Niache nitakwambia ukweli. Niache nitakwambia ukweli. Samani, marehemu inaonekana amelishwa sumu. Kwa hiyo jambo hili linatakiwa lihamie polisi. Dr. Senjele, look at me. Na naomba tusikize kwa makini sana. Sisi kama wana familia hatuna muda wa kuongeshana na mapolisi. Kwa hiyo cha msingi hapa tunaomba turuhusu tuchukue mwili wa marehemu tu basi. Do you understand? Hilo haliwezekani. Haliwezekani kwa nini? Ina maana wewe unajifanya na uchungu kuliko mimi mke wa marehemu? Yes. Sisi hapa tunataka ni kuzika. Haya mengine yote achana nayo. Jamani, mambo hayaendi hivyo jamani. Sisi ni watu wazima, na watu wazima tunazungumza kwa herufi kubwa. As you know, I'm a professor. Sasa hatuwezi kuwa tunazungumza kwa vitu kama hivi kwa kushout namna hii. Hapana, tunakwenda taratibu. Senjele, leo hii mapema sana nitakuwekea kwenye akaunti yako shilingi milioni 10. Okay? Ili swala liache lipite. Sawa sawa? Okay. Good. Tumekuja na panguso baba, tumekuja na panguso, tumekuja kupangusa maadui wa taifa. Tumekuja na panguso baba, tumekuja na panguso, tumekuja kupangusa maadui wa taifa. Hivyo ndivyo ilivyokuwa. Dr. Senjele, kuna kitu tunakihitaji kutoka kwako, na usipofanya hivyo na kuhakikishia leo vizuri sana. Nahitaji ripoti ya uchunguzi, ile ya ukweli original.
ambayo wewe ulipima majibu ya kifo cha Injinia Songolo Mteite. Nataka ripoti ambayo inaonyesha Injinia Songolo Mteite alikufa kwa kuwekewa sumu kwenye chakula. Okay, na kuahidi kesho asubuhi utapokuja hospitali ripoti hiyo tutaipata. Utaipata. Kipinge, heshimu kiapo hiki dokta. Sitakuangusha. Nafikiri unajua adhabu ya msaliti ni kifo. Sitakuangusha. Kesho mapema nitakuja hospitali kwako kuifuata hiyo ripoti. Sawa. Usifanye vinginevyo. Sawa, sitakuangusha. Pole sana. Lakini kama kweli hukusema ukweli kilichomuua yule baba na jinsi alivyotusaidia, moyo wangu unakuja kutendea haki kabisa. Sasa ni wakati wako kuongea ukweli, mume wangu. Naomba. Sawa mke wangu. Usiende kinyume tena, sawa? Naahidi kusema ukweli. Wala sitoenda kinyume na ndoa. Sasa Kipunje, mimi naona ujamaa atakuwa ameshatuuza bwana. Hisia zangu zinaniambia hii ni vita kubwa sana, na kama tusipokuwa makini tunaweza kupoteza hata maisha yetu. Hata Dr. Senjele pia akizichanga vibaya karata zake, na yeye anaweza kugharamika pia. Kwa hiyo ni lazima tuwe makini. Bro, mimi naona kama vipi ili jambo tuachane nalo. Mimi nitalizika na hali yangu, mimi nitaishi blaza. Wewe usikonde wala nini. Mimi fresh tu. Acha ujinga wewe. Hebu fungua macho yako uone jinsi mambo yanavyokwenda duniani. Senjele ni lazima aje hapa kama alivyotuahidi. Na akija atatusaidia tu. Najua ni muoga, lakini ni lazima atatoa ushirikiano. Na asipofanya hivyo, unajua nini kitatokea? Usiku wa leo tutamteka. Hii ni atake ama asitake, ni lazima akubali kushirikiana na sisi ili jambo hili lifike tamati. Jimmy, usiwe mjinga. Jimmy. Hizi mali kwa jinsi ulivyoniambia zinaonekana ni nyingi sana. Hatuwezi kuachia hawa vinabo wakaendelea kustarehe na kuishi vizuri wakati wewe ungaunga mwana. Haiwezekani. Hii ni kama kamari. Kwenye kamari kuna mawili, unaweza ukashinda ama ukashindwa wewe. Don't give up, man. Blaza. Mbona kama kuna kitu kibaya kimetokea? Kuna askari kama 3 hivi nimeona wamepita. Naomba kama vipi tusepe bro. Hata kwa sopa zuri hapa kuna kitu kimetokea. Tuliza mchecheto Jimmy. Askari kuja hospitali ni kitu cha kawaida tu. Inawezekana kuna ajali imetokea huko, mtu kaumia. Kwa hivyo ni vitu vya kawaida tu. Na usisahau kwamba tuko hapa kwa sababu gani. Leo ni lazima tukutane na Dr. Senjele. Eti, kuna nini ambacho kimetokea hapa? Ni daktari wetu ampigwa risasi asubuhi akiwa anakuja kazini. Dokta, harakisha gari imefika.
hawezi kuwa Dr. Senjere. Mungu tusaidie asiwe Dr. Senjere, maana ni mtu muhimu sana kwetu. Jennifer mwanangu, naomba unistiri mimi mama yako. Mimi nafikiri mama yako unanijua vizuri kwamba nina marafiki kila pande, na hao marafiki wote nimewaalika katika sherehe yako, nikiwa naamini kwamba sherehe yangu itakuwa ya kufa mtu. Si unajua kabisa mama yako mpenda sifa. Please mwanangu, usiniangushe. Mimi nilikuwa nakuomba kitu kimoja tu Jennifer. Tungeenda kwanza huku tukamalizana na hayo, alafu tukirudi hapa tutakuja kujadili hicho ambacho unakizungumza. Nakuomba. Tumekuja na panguso baba, tumekuja na panguso, tumekuja kupangusa maadui wa taifa. Tumekuja na panguso baba, tumekuja na panguso, tumekuja kupangusa maadui wa taifa. My twin. Please pacha wangu. Yaani hii itakuwa ni aibu ya mwaka kwa mama yako. Aibu kubwa. Hivi unafikiri mimi sitamani kujua muuaji wa mume wangu? Natamani sana, sana yani. Lakini huu sio wakati wake sasa hivi. Mimi nafikiri sasa hivi tungeapisha haya yaishe. Hapo tukimaliza yakaisha haya, mimi I promise you, na nitaweka mwanasheria mimi mwenyewe, I promise you, kwamba nitahakikisha anachunguza na anampata muuaji wa mume wangu. Hivi shangazi, kwa nini umekuwa ukinipa umuhimu zaidi mimi kuliko mwanao Jimmy? Why? Love? Yeah. Wow. Kama sikosei, nyie ndo mliniaminisha kwamba Jimmy ni jambazi na tayari amefungwa kifungo cha maisha, iko gerezani. That's true. Kumbe ni uongo. Mkisema hayo kunitenganisha na kaka yangu ili nisiweze kujua uchafuani unaofanya. Ni mwanzo. Alipojea. Ninatoka. Nikutana naye kabisa. Hizo ni dada Jimmy, ni kuimba ni kama kufa vile. Kuna baki naye ila tunaongeleka na wewe kwamba siku moja kama usije ukafanya nini utaanguka mpaka na kaka. Taarifa yenu na Jimmy leza kila kitu. Kama nilivyowaambia, Jimmy, baba na sisi wote tukae tujadili, tujue kipi ni kipi. Hapo ndipo engagement itaendelea. Unless otherwise, there is no engagement. Mtu aliyepigwa risasi amefariki? Ndio, amefariki. Alikuwa ni mtu mzuri sana. Mungu ailaze mahali pema peponi roho ya marehemu. Huyo aliyefariki ni nani? Ni Dr. Senjere. Naomba muondoke, najisikia kwa mwenyewe. Jennifer. Mama, ondokeni. I mean it.
Kijembe, umesahau nini huko? Kwa sababu asubuhi ya leo tumeona video yako ukitukataa Yakuza. Yaani mbali na kutukataa, umeongea shiti nyingi sana. Na kwamba huku utamsha popo nini fresh baridi. Sasa sielewi kwa nini sasa hivi mpaka sasa hivi upo hapa. Ni kweli kabisa. Yaani sahihi wala hujakosea. Unajua nini? Wewe unajua. Mimi ni Yakuza. Mimi Yakuza damu. Wewe unaelewa. Sawa. Lakini hivi kweli mimi ushirikiano gani nimepata kutoka kwenu nyinyi ndugu zangu? Kwa sababu gani? Sisi hapa au nyinyi ndugu zangu ni wepesi sana wa maneno, mnaongea sana. Tendo hakuna. Sasa mnataka mimi ushirikiano gani? Ushirikiano gani na nyinyi? Kaa kimya babu. Sasa mbona unauliza kingine unajibu kingine, maana yake nini sasa? Alafu wewe. Unajua usinitishe. Yaani usiniona mimi boya. Au kwa sababu siku ile mlifanya kunivamia namna gani mkanipa kichapo na kwa sababu tu nilikuwa mgonjwa. Lakini vinginevyo na nawaambia, yaani leo ole wake yoyote atakayethubutu kunigusa tu, mimi nawaambieni, yaani mama zenu watafunga maturubai, majeneza yanapishana na Tulia basi babu, mimi ndo namuuliza maswali, wewe vipi babu? Usinichukulie mimi boya, mimi nakwambia usinichukulie mimi boya. Tulia basi. Mwambie mimi huyu. Tulia sasa, mimi ndo naongea. Nachotaka kujua, unanisikia Big Jam? Nataka kujua. Ilikuwaje umerekodiwa picha? Na hiyo video imepostiwa mtandaoni, imetrend yani mpaka si Yakuza tunaonekana mafala. Alafu umetukataa. Sasa mpaka sasa hivi kwa nini upo Yakuza na unakunywa chai ni fresh baridi nini unalumbua? Mkubwa mpiga maharage hapo unalumbua fresh tu. Si usepe. Sikiza Joneji. Sawa. Demu wangu mimi. Nyinyi mnatakiwa wote mpe respect, si ndivyo? Sipo siku sisi tumemdharau demu wako. Na demu zenu mimi natakiwa nitoe saluti. Unaelewa? Lakini huyo hapa katembea na demu wangu Maimuna. Huyu tumekuja na panguso baba, tumekuja na panguso, tumekuja na panguso baba, tumekuja na panguso, tumekuja kupangusa maadui wa taifa, tunapangusa ujinga, tunapangusa maradhi, tunapangusa na umasikini, tunapangusa na usaliti, tunapangusa ulevi, tunapangusa dhuluma, tunapangusa udangaji pamoja na ngono zembe, tunapangusa madawa ya kulevya. Aiwe baba we baba, ai mama we mama, ai kaka we kaka, ai dada we dada. Haya twende panguso, mama panguso, haya twende panguso, mama panguso, mai oh,